Ni kwamba timu imepata ushindi na tulikuja hapa kutafuta ushindi. Inawezekana tuliwachukulia poa sana Fountain kwa sababu ya changamoto walizokuwa nazo, mara sijui wajala, mara sijui wamekuja wana njaa, mara sijui kwa chache. Lakini kwenye mpira wa miguu timu inapokuwa na changamoto za namna hiyo inakuwa makini zaidi na inakuwa bora zaidi kwenye kusimamia mipango na mikakati yao. Leo Fountain hawakuwa na jambo jingine la maana zaidi ya kuzuia zaidi. Kwa hiyo walikuwa na mpango mmoja tu wa kuzuia na wamefanikiwa kuzuia na hatimaye tukaweza kuwafunga magoli matatu. Sisi kwetu ni ushindi ambao tumestahili na tumefarijika nao. Ni mchezo wa kwanza wa msimu mpya, pia ni mchezo wa kwanza kwa mwalimu Suleiman Matola akiwa kama kocha mkuu kwenye benchi la Simba na ameweza kuibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Fountain Gate. Unamzungumziaje mwalimu Matola? Ameonyesha uwezo wake na hakuna mashaka katika walimu wazawa tuliokuwa nao Tanzania. Miongoni mwao bora ni pamoja na mwalimu Suleiman Matola. Leo tumeona namna ambavyo ameweza kusimama kwenye bench, alivyoweza kufanya mabadiliko kwenye kikosi na kuifanya timu kuweza kucheza kwenye pattern zake za kitaalamu kweli kweli. Kwa hiyo sisi tuna imani na mwalimu Suleiman Matola kwa sababu kwanza ana uzoefu wa kutosha, lakini pili ana uwezo mkubwa, na tatu ana mapenzi na hii timu. Kwa hiyo yuko tayari kufanya lolote bora ili timu iweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo leo tumemwona uwezo wa Suleiman Matola, kile ambacho amekifanya, na sisi tumeridhika na tunajua Matola ana uwezo wa kufanya makubwa zaidi ya haya ambayo amefanya hii leo akipata muda wa kutosha. Jean Charles Ahoua, top scorer wa msimu uliopita, na leo hii ameanzia pale pale alipoishia, amefunga goli moja, pia ameweza kutoa assist. Unamzungumziaje Jean Charles Ahoua? Tumefurahi kuona Ahoua ameendeleza ubora wake ule. Msimu uliopita alikuwa mfungaji bora, alikuwa mchezaji mwenye assist nyingi, na msimu huu mechi ya kwanza ameanzia pale pale. Ametoa assist nyingi, amefunga goli lake la kwanza, ametoa assist moja, amefunga goli moja. Maana yake ni kwamba kiwango na ubora wa Ahoua umebaki kuwa ni ule. Ni jambo la faraja kuona msimu umemalizika na mchezaji amejitunza kiasi ya kwamba ameweza kurejea kwenye ubora wake ule. Wakati mchezo ukiwa unaendelea, goli la 3 lilifungwa na Jonathan Soa. Mashabiki walionekana wakishangilia zaidi kuliko hata yale magoli mawili ambayo yaliweza kufungwa. Nini hasa ambacho mashabiki kilipelekea wao kushangilia zaidi kuliko magoli mengine? Sijui, lakini tulihitaji sana hii leo Soa aweze kufunga kwa sababu ndio mshambuliaji kinara wa Simba Sports Club, na usajili wake umekuwa na maneno mengi kwa watu ambao hawamtakii mema Simba na watu hawamtakii mema Soa. Kwa hiyo leo kufunga kwake ilikuwa ni muhimu sana ili kwanza kupata confidence yake. Huo ni mshambuliaji ambaye msimu uliopita alifunga magoli 13. Kwa hiyo anatakiwa kufunga magoli zaidi ya aliyofunga msimu uliopita. Na anafunga wapi? Kwenye mechi kama hii. Ndio maana naona watu walifurahi kwa sababu kufunga kwake leo kuna mfungulia na kumuongezea confidence. Amefunga, wana Simba wamefurahi kwa sababu tunaamini goli la leo linakwenda kutengeneza magoli mengi zaidi ya msimu huu. Kesho Mungu akijalia tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na sakata zima la kufungiwa kuingiza mashabiki katika mchezo wetu na maandalizi kwa ujumla kuelekea katika mchezo huo na mpango ukoje wa wapi wana Simba tutaangalia TV kwa pamoja ama tutaangalia mechi kwa pamoja. Kwa hiyo leo tuiache ipite, kesho mapema Mwenyezi Mungu akijalia makao makuu ya klabu ya Simba tutazungumza nanyi waandishi wa habari kueleza mpango mzima kuhusiana na mechi yetu ya Jumapili dhidi ya Gaborone United. Hamza bado anaendelea na matibabu, bado hajapona, anahitaji muda kidogo kuendelea kukaa sawa sawa kwa sababu jeraha alilopata siku ile halikuwa dogo. Kwa hiyo kumrejesha haraka ama kutoa ripoti yake haraka bado ni mapema. Kwa hiyo bado anaendelea na matibabu.
Atakapochukua taswira mpya ya matibabu yake tutawajulisha. Wanahoji nini? Kwanza lazima kumbuke Hemedi Suleiman Morocco ni kocha wa muda. Mimi sijawahi kuona kocha wa muda anachambuliwa. Ama watu wanakosa imani na yani Hemedi Morocco ashindwe kuisimamia Simba kwenye mechi moja. Itakuwa ni labda kama hao wanaomzungumzia Morocco hawamjui, maana siku hizi wageni ni wengi. Hapa namzungumzia kocha mwenye uzoefu mkubwa aliyefundisha timu ya taifa ya Tanzania na timu ya taifa ya Zanzibar, ambaye amefundisha vilabu vingi vya Tanzania bara na Zanzibar. Ni kocha mwenye uwezo mkubwa. Sasa kocha wa kaliba ya Morocco ambaye ana uwezo huo mkubwa, unakosa vipi imani naye kwenye mechi moja dakika 90? Kwa hiyo tumwache na tumuunge mkono Hemedi Morocco akatuvushe kwenye mechi hiyo, twende kwenye hatua inayofuata. Baada hapo mchakato wa kutafuta kocha mpya utakuwa umefikia pazuri, na punde tutamtangaza kocha mkuu mpya wa Simba Sports Club. Unatosha. Natosha. Haina shida. Natosha.